Hasira hasara ni kauli inayoakisi kilichowakuta wakazi watatu wa Murongo wilayani Kyerwa mkoa wa Kagera baada ya mmoja wao kumtuhumu Jenesta Petro kutohudhuria maziko ya mtoto wake kwa kuwa ni mchawi. Nyumba ya Petro ilibomolewa na kuchomwa moto, kisha akapigwa hadi kufa na mwili wake kuteketezwa kwa petroli. Mahakama Kuu Masjala Ndogo Bukoba imewahukumu adhabu ya kunyongwa hadi kufa washtakiwa watatu wa mauaji hayo ambao ni Roida Emmanuel, Saverina Wilbard na Kemilembe Barakwea. Jaji Lilian Itemba aliyesikiliza kesi ya mauaji dhidi ya washtakiwa alitoa hukumu hiyo Novemba 27 mwaka huu na nakala yake kupakiwa kwenye mtandao wa mahakama. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili katika kesi hiyo, mahakama iliwatia hatiani washtakiwa na kuhukumu adhabu ya kunyongwa hadi kufa. Ilidaiwa mahakamani kuwa Petro alihukumiwa kuwa mchawi, moja ya sababu ya tuhuma hizo ikiwa ni kutohudhuria maziko ya mtoto wa jirani yake ambaye ni mshtakiwa wa kwanza. Kutokana na hilo, nyumba yake ilibomolewa na kuchomwa moto. Ilidaiwa baada ya Petro kutokea alifukuzwa na kupigwa hadi kufa, kisha mwili wake ukamwagiwa petroli na kuchomwa moto. Siku chache baadaye, washtakiwa wote watatu walikamatwa na kushtakiwa kwa kosa la mauaji kinyume cha kifungu cha 196 na 197 cha sheria ya kanuni ya adhabu. Wakati wa usikilizwaji wa kesi hiyo, upande wa jamhuri uliwasilisha mashahidi watano na kielelezo kimoja. Mauaji hayo yanadaiwa kutokea Juni 21 mwaka 2024 katika kijiji cha Murongo. Mahakama ilielezwa kuwa Jenesta Petro alikuwa akiishi kitongoji kimoja na mshtakiwa wa kwanza ambaye ni Roida na nyumba zao zilikuwa jirani. Ilielezwa kuwa mtoto wa kiume wa Roida aitwaye Daniel mwenye umri wa miaka 17 alipofariki dunia, Petro hakuhudhuria maziko, akatuhumiwa kuwa ndiye aliyemuua. Shahidi watatu na wanne, Judith Faustin na Zawadi Simon, walidai kuwa baada ya maziko Juni 20 mwaka 2024, wakiwa na washtakiwa wa pili na watatu walikusanyika nyumbani kwa Roida kumfariji na kusaidia kupika na kuosha vyombo. Walidai wakiwa huko washtakiwa hao watatu walianza kupanga njama ya kumuua Petro. Shahidi watatu alidai hawakuchukulia mipango hiyo kwa uzito, wakiamini jambo hilo lisingeweza kutokea kwa urahisi. Walidai siku hiyo iliyofuata usiku, Petro alirudi nyumbani kwake. Washtakiwa walipomuona walimfukuza na kumshambulia kwa vipande vya kuni vilivyotumika awali kupikia kwenye mazishi. Alidai walimpiga nyuma ya kichwa na sehemu nyingine za mwili hadi akaanguka na kupoteza maisha. Mwili wake ulichomwa kwa kutumia makaa ya moto uliotumika kupikia pamoja na majani ya maharage. Alidai kwa kushinikizwa na mshtakiwa wa tatu, Roida alimtaka mtoto wake akalete petroli ambayo walimwaga juu ya maiti, na kwa hofu kubwa mashuhuda walikimbia na kuondoka eneo hilo. Shahidi huyo wa tatu alidai kwenda kuripoti tukio hilo kwa mumewe aliyekuwa katika kituo chake cha biashara. Taarifa ikatolewa kwa mwenyekiti wa kitongoji Nixon Simoni Juni 22 mwaka 2024. Shahidi wa tano, askari G8268 Sergeant Asifiwe na maofisa wengine wa polisi walitembelea eneo la tukio wakiwa na Daktari Dickson Machalo. Shahidi wa kwanza wa jamhuri, Dr. Machalo, alieleza alifanyia uchunguzi mwili wa marehemu uliokutwa nje jirani na nyumba yake iliyoungua ukiwa umezungukwa na majivu. Alidai mikono yote miwili haikuwepo, huku sehemu ya nyama ikiwemo ya makalio ikiwa imebaki. Shahidi wa tano alidai alipopata taarifa kutoka kwa chanzo cha siri kuwa kijijini hapo kuna mashahidi wengine walioshuhudia tukio hilo, lakini waliogopa kutoa ushahidi kwa kuwa walitishiwa, hivyo akawapata wawili pekee. Alidai aliwakamata washtakiwa wote watatu waliokuwa wamekimbia kijijini hapo. Mshtakiwa wa kwanza alikana kuhusika na mauaji, akieleza kuwa Juni 18 alifiwa na mwanaye ambaye walimzika siku iliyofuata. Alisema wanakikundi wenzake walibaki naye kumfariji na kwamba Juni 22 alipata taarifa za kifo cha Petro. Alieleza mahakama kuwa majirani zake watatu, shahidi watatu wa nne, Violeta, Zawadi na Salina, walikuwa wametuma maombi ya kujiunga na chama chake ambacho anahudumu kama mwenyekiti, lakini walikataliwa kwa kutokidhi
kukidhi vigezo. Alidai ushahidi wa mashahidi watatu na wanne ulitokana na hasira ya kunyimwa kujiunga na kikundi hicho. Alidai Julai 25 mwaka 2024, wakati maofisa wa polisi walipovunja mlango wa nyumba yake, hakuwa ametoroka. Aliomba mahakama imwachie uhuru akihofia mali zake zilizoibwa katika uvamizi huo. Mshtakiwa wa pili alidai baada ya kujulishwa na mchungaji wake kuwa Daniel amefariki, alisafiri hadi Morongo kuhudhuria mazishi. Baada ya maziko, alikwenda nyumbani. Alikana kuwafahamu washtakiwa wenzake, akidai alikamata sokoni Isingiro. Mshtakiwa wa tatu alidai kwenda nyumbani kwa mshtakiwa wa kwanza kuhudhuria mazishi ya Daniel, na baada ya matanga Juni 19 alikusanya sahani za kikundi, na Juni 20 alirejea nyumbani kwake. Alidai hakuwahi kurudi katika eneo hilo hadi Juni 22 alipokuwa akivuna shambani kwake. Mtoto wake alimwarifu kuwa Petro amefariki dunia. Alieleza kuwa alikwenda kuomboleza kifo chake ambako alikamatwa akijiandaa kuondoka. Mshtakiwa huyo alidai hakuwahi kujaribu kutoroka na hakuwafahamu washtakiwa wa kwanza na wa pili hadi walipokutana gerezani. Jaji Itemba alisema amezingatia ushahidi wa shahidi watatu na wanne waliodai kuwatambua washtakiwa eneo la tukio, huku akirejea mashauri mbalimbali ya mahakama ya rufaa kuhusu ushahidi wa utambuzi wa washtakiwa eneo la tukio. Alisema mashahidi hao walieleza kuwa walikuwa wamesimama karibu na eneo la tukio, hatua 5 hadi 10 kutoka upande wa pili wa barabara, wakiangalia watuhumiwa wakimshambulia na kumuua Petro. Alisema mahakama haitilii shaka utambuzi wa washtakiwa eneo la tukio, na nukuu, nimezingatia hoja ya pande zote. Mawakili wa utetezi wameeleza kuwa kuna mkanganyiko wa muda wa tukio. Nimeona hilo na nadhani ni dogo kwa sababu mashahidi wote wawili wamerejea siku moja na ukinzani wao ni mdogo kati ya saa za jioni, alisema na kuongeza. Anaendelea, ushahidi unaonyesha kuwa washtakiwa walimvamia marehemu kwa vipande vya kuni na kumpiga kichwani, ambayo ni sehemu nyeti. Ikiwa haitoshi, waliuchoma moto mwili wake. Jaji alisema vitendo hivi bila shaka vinaonyesha kuwa washtakiwa walikuwa na nia mbaya, walikuwa na nia moja tu, si ya kudhuru marehemu bali kumuua. Jaji Itembe, baada ya kupitia ushahidi wa pande zote mbili, alihitimisha kwa kueleza kuwa upande wa mashtaka umethibitisha kesi kwa kiwango kinachotakiwa kisheria, hivyo mahakama imewatia hatiani washtakiwa wote watatu na kwa hukumu adhabu ya kunyongwa hadi kufa. Endelea kufuatilia Tan News. Mimi ni Jesse Tunuka, Kilimanjaro.